Kwa njia rahisi kwamba Yanga waliingia kwenye mtego ambao Simba waliwategeshea. Ya kwa maana kwamba ukitizama kwenye performance ya wise kwenye michezo mitano ya Simba ya nyuma, 90% ya magoli yao wamefunga kipindi cha pili. Na muda ambao wanafunga yale magoli ni muda ambao Simba wanafanya substitution. Fuatilia kwenye mechi zote ambazo wanafunga. Magoli mengi wanafunga kipindi cha pili. Labda kina Chama kina Ansitolo wanaingia. Ukiachana hata na mechi za Mapinduzi, hata kwa mfano mechi dhidi ya TRA hapa, ukiangalia mechi dhidi ya Fountain Gate, magoli yote wanafunga kipindi cha pili. Jana Yanga kuanza na Damaro kuliwanyima ubunifu au kuliwanyima mtu ambaye anaweza kuipushi timu kutoka chini kwenda juu. Na ndio maana ukaona Yanga hawakuwa na mashambulizi mengi sana ya hatari, yani ni machache sana alikuwa anaweza kutoka chini kwenda juu. Lakini baada ya kuingia Duke Abuya akawa na uwezo wa kuipushi timu kwenda mbele zaidi, na ndio maana ukifuatilia kuanzia dakika ya 45 hadi dakika ya 60 kipindi cha pili, Yanga walikuwa na possession kubwa sana. Umeona walikuwa wanashambulia sana. Kwa sababu ile energy ya Duke Abuya iliwasaidia kupushi timu kwenda mbele, na ndio nyakati ambazo ulitegemea kwamba washambuliaji wa Yanga wao na umakini sana kwenye eneo la juu ili kupata matokeo, Duke Abuya akiwa na ile energy. Lakini baadaye kadri muda ukizidi kwenda, ile pressure ya mchezo ilianza kummeza Duke Abuya. Akawa ameishaingia kwenye mfumo wa Simba sasa wa kucheza kwa ule. Unajua kuna namna Simba walikuwa wanafanya Yanga kucheza slow, yani walikuwa wanawanyima kucheza kwenye ile speed yao ambao wamewazoea. Tutarajia ile tunasema njoo kwa speed nije kwa speed, kwa maana Yanga alikuwa kienda kwa speed, Simba anakuwa ametulia zaidi. Yani kuna namna fulani Simba alikuwa ana neutralize mashambulizi ya Yanga kwa kuwafanya wacheze kwenye tempo ambayo Simba anaitaka yeye. Kwa maana anajua kuna ubora kwenye zile 1v1 hasa kwa upande wa kulia. Ukimwangalia Pacome Pedro Zouzoua, kuna ubora fulani ambao wanao, akikutana na mtu kwenye 1v1 situation anaweza kuwini, na naamini mimi ndio mchezaji ambaye alikuwa na hatari sana kwenye upande wa Yanga hasa kwenye eneo la ushambuliaji. Yani ukiachana na wachezaji wote, huenda Pacome ndio mchezaji ambaye alikuwa na madhara mno kwenye safu ya ulinzi ya Simba. Na tizama Pacome alikuwa akireceive mpira, ni wachezaji wangapi walikuwa wanaenda kumpress. Alikuwa yeye mchezaji mmoja, akienda Shomari Kapombe utaona kuna mtu tayari kashazunguka nyuma ya Shomari Kapombe, kwa maana kwamba ili ukipita wewe mimi tayari nipo. Fuatilia ni situation ngapi Libase Buye kakutana na Pacome Zouzoua. Amekutana naye zaidi ya mara 3 au mara 4 kwenye kudefense, sio kwenye kushambulia. Libase anakuja kudefense ndo anakutana na Pacome, kwa maana ya kwamba alikuwa ni mchezaji ambaye kaekiwa ulinzi mkubwa, na ndo maana walivyo neutralize yale mashambulizi kwa upande wa Pacome, Yanga wakawa wanakosa ubunifu hasa kwenye eneo la juu. Ikipatikana mipira anakosekana ni nani wa kumpa, kwa sababu akipewa Pacome upande ule kuna Libase Buye, kuna Shomari Kapombe, lakini pia kuna Ismaili Ture ambaye alikuwa ananusa kwa karibu zile hatari, kwa maana kwamba wakipitwa wawili tayari ana recover mpira kirahisi, na kuna mipira zaidi ya 2 au 3 unaona Ismaili Ture anaenda kuwini mbele ya Pacome Zouzoua, kwa maana kwamba tayari wale wawili wameshashindwa kukabiliana naye, and then anawini kirahisi. Kwa hiyo Simba alikuwa ana neutralize yale mashambulizi kumweka Yanga acheze kwa tempo ambayo anataka yeye.